Mpenzi mtazamaji, natumai mahali popote ulipo uko salama kufikia sasa. Kufikia sasa vile mnavyoona katika huu mzozo au vita kati ya Israel na Iran, nafikiri mmeshaelewa, mmeona vile mambo inavyoelekea ama vile mambo ilivyofikia mpaka sasa. Israel ilianza kwanza kwa mashambulizi kwa kupiga sehemu za kinyuklia na kuua viongozi wa jeshi na baadhi ya viongozi ambao kwamba wanasimamia mambo ya utafiti katika university ama inaitwaje university katika sehemu ama katika nchi ya Iran. Na ulimwengu ilisema kwamba hiyo ilikuwa ni mashambulizi makubwa zaidi dhidi ya nchi ya Iran. Israeli ilisema imesambaratisha kabisa uwezo wa Iran kuendeleza azma yake ya kutengeza silaha ya nuclear na vile vile makombora ya hypersonic na makombora zingine, na hiyo imewezesha kusimamisha ama kuzuia tishio la amani duniani, tishio ya kuleta ama kuzua vita duniani ama kulinda dunia. Hiyo ndio msemo ya Benjamin Netanyahu na rais wa Marekani. Baada ya hayo mashambulizi, Iran iliapa kulipiza kisasi kile kilichosema kwamba kuipigwa au kuonewa katika nchi yake na nchi ya Israel. Iran iliapa kupiga ama kufanya nini? Kuendeleza kisasi dhidi ya nchi ya Israel. Na kiongozi wa kidini Ayatollah Khamenei aliahidi akasema nchi ya Israel itapata kipigo ya hali ya juu na nzito zaidi. Wakati Israel imevamia Iran hiyo siku, Israel iliambia wananchi wake wachukue hali ya tahadhari, yani ilitangaza hali ya tahadhari, na ikaamuru raia wake waingie kwenye mahandaki ya kujizuia na shambulizi lolote ikiwa Iran italipiza kisasi. Ndege za Israeli ya raia zilisafirishwa katika nchi mbalimbali ili kuzilinda. Anga ya Israeli ilifungwa, maduka yalifungwa, viwanda zilifungwa, nchi ilikuwa watu walikuwa wameambiwa wajifiche wote. Hakuna shule zilikuwa zimefungwa. Wakile Israeli ilisema Iran iende wakati wowote ikalipiza kisasi katika nchi hiyo. Vile tunavyoongea leo hivi, baada ya siku 3 ya uvamizi wa Israeli katika nchi ya Iran, bado kuna hali ya tahadhari ama hali ya dharura. Kwa Kiingereza wanasema emergency has been declared. The state of emergency has been declared to the entire state of Israel.
Wale ambao kwamba wameruhusiwa kutoka nje ni watu ambao wanatoa huduma ya dharura, ndio wako nje. Lakini licha ya utangazaji huo ya kwamba watu wawe wamejificha katika mahandaki kule Israeli wachukue tahadhari, Iran ililipiza kisasi, na kisasi ilikuwa ni kubwa zaidi. Ile watu ama mashirika ama wadadisi wa masuala ya kivita walisema hajawahi kutokea katika nchi ya Israeli. Wajua Iran iko mbali kabisa na Israeli. Hapa karibu kuna Lebanon, kuna Yemen, kuna Jordan, kuna Iraq, kuna Saudi Arabia, kuna nchi zingine. Iran iko mbali kabisa. Amerika na mashirika yake na marafiki wa Israeli walihakikisha wameweka manuari na ulinzi mkali ya kuzuia mizinga, maroketi, makombora ambayo kwamba ilikuwa inarushwa kutoka Iran, ilikuwa imesafiri kutoka mbali. Meli manuari makubwa ya Amerikani ambayo kwamba ni hiyo manuari ni special kuzuia vyombo ama makombora yoyote ile kutoka Iran, ilikuwa imezingira. Hata nchi zingine za Kiarabu kama Jordan ilihusishwa kuhusika ili kuzuia makombora na maroketi na madrones, yani ndege zisizokuwa na rubani. Walijaribu kila liwezalo, na hizo makombora ya Iran ilisafiri safari ndefu kutoka Iran mpaka Israel. Hapa katikati kulikuwa na kujaribu kuzuiwa ili zisipenye kuingia Israel. Umenipata? Lakini Iran ilitumia mbinu gani kuhakikisha kwamba makombora yake imepenya na kuingia na kutandika Israeli? Vyombo vya habari na vyombo vya mtandao wa kijamii imeonyesha uharibifu na maafa ambayo kwamba imetokea baada ya Iran kutekeleza kile kilichosema ulipizaji wa kisasi, yani kujidefend, kulipiza kisasi. Watu kadhaa waliuawa, uharibifu kadhaa umefanyika. Bado inaendelea Israeli inaendelea kutathmini uharibifu ama kishindo cha uharibifu huo. Benjamin Netanyahu ameonekana katika mitandao ama vyombo vya habari akizuru sehemu mbalimbali ambao kwamba hizo makombora zilikuwa zimepiga. Haya yakiendelea, Israeli pia na ilikuwa ikiendeleza mashambulizi kule Iran. Licha ya kusaidiwa na manchi kadhaa ili kuzuia makombora ya Iran, swali linaulizwa, nchi ambao kwamba inalinda raia wake duniani nzima, iko na hali ya juu, ulinzi ya hali ya juu, Israeli, ilifanya nini mpaka ikashindwa kudhibiti makombora ya Iran kuingia katika hiyo nchi? Ndio watu bado wanajiuliza duniani, nchi kadhaa zinajiuliza duniani. Na Iran wamesema bado wataendeleza kuishambulia. Kile wanasema Israel itajuta kile kilichosema, watajuta kwa nini walienda wakaingia kutandika ama kuchokoza ama kuipiga Iran.
Na Benjamin Netanyahu leo ameahidi, amesema kutokana na hayo uharibifu na maafa iliyotendeka kule Israeli kutokana na makombora ya Iran, basi watalipisha kisasi. Wewe je, wasemaje? Mimi ndio huyo. Bwaga komenti yako hapa, tukutane katika nimba nyingine.